Ahlan wa sahlan, marhaba bikum popote pale ulipo, karibu sana katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Kwani afisa wenye kulinda wanyama pori na mbuga za taifa la Kenya basi wangelikuwa wamemweka kwenye hatari. Leo ni siku ya AFC Leopards Ingweyola ya Matere, wapo nyumbani dhidi ya mabingwa mara 12 wa ligi kuu taifa la Kenya kwa faida ya mvinyo Tusker FC. Eric Kapaito Mugi, kunashuhudiwa mvua sio tu katika jiji kuu la Nairobi, lakini pia katika viunga. Amechukua nafasi yake Afrika Tasi ambaye alipata majeraha katika mchezo uliopita dhidi ya Nairobi United papa hapa, na sasa ndio mlinda lango nafasi ya kwanza. Kikosi ambacho kimesukwa kwa siku leo kwake Fred Mbani, hakuna badiliko moja tu ambalo nilikwambia la James Cleo, lakini wachezaji wengine wote ni wale wale waliosika katika mchezo dhidi ya Nairobi United. Fred Mbani, mwalimu kwa upande wa AFC Leopards, aliwahi kuwa mchezaji umri wa miaka 48, lakini kwa mgeni ambaye mara nyingine pia anautumia uwanja kama uwanja nyumbani. Julian Metz, hakuna badiliko lolote kikosi ambacho kilimpatia ushindi dhidi ya Kakamega Homeboyz ambacho kimebaki. Pavel Nzila, Ufaransa, umri wa miaka 43, ana uzoefu wa ukufunzi kwa miaka 22. Kati na kati ya uwanja, raia wa taifa la Uganda Eric Kapaito Mugi anapata Stephen Etiang Odima kwa majeraha, akarudi sasa, amerudi tena kwenye kosi. Stephen Etiang Odima na kasi ya mpiku Zoma Doma, inaletwa ndefu kwake Thomas Omole. Thomas Omole Odhiambo ameshuka uzuri katika sema zake. Aliulizwa kama asingekuwa mchezaji soka angelikuwa na yupo wapi sasa hivi, akisema angelikuwa ni mwanajeshi wa nchi kavu. Kombora mpira ameupiga kama jinsi Bonasi Chenji Bebeto kwenda chini, na kuna chochote alichofanyia. Yupo kwenye bao, alisema kwa Crispin Rambo amemsukuma Bonasi Chenji Bebeto. It was very minimal contact. Shemeji alipata goli kwa kupitia kona papa hapa katika lango hili jana katika mchezo wa dhidi ya Tony Pombe. Anaondoka Tyson kumwachia Samuel Semubata. Kama Samuel amesongea mpaka kupitiliza na kufanya kusimama kwa Tyson. Ingia nao bado Tyson kwake Samuel Semubata. Kinyajui Semo, nafasi ile kupashwa ni Bakari, anaiaminisha kauli ya beki atabaki kuwa beki. Mashabiki wanaipigia kwa Tyson Otieno Mzee kugawa upendo na furaha. Kule alipotoka ndio ilipita pass 1-2 na Mzee Madoba akaikiwa Randi Bakari Udada wengi hapo. Tyson Mzee kugawa furaha na upendo, basi imepenyeza kwake Mzee Madoba, wanaelewana kweli, inaletwa kwake Senyonjo, ikosa kuunganisha. Samuel Senyonjo nia chance ameletewa na Mzee Madoba, ila amekataa kuruka Doba. Samuel Senyonjo, ipigwa pass ya upendo na furaha kutoka kwa Tyson kwa Mzee Madoba. James Kinyajui akajua alipo Samuel Senyonjo, lakini amekosa kuunganisha mpira kwenye kamba. Ya chance ameipata Senyonjo, lakini pia akalile mzee Hassan Beja shoka kisao kutoka nafasi yake na Chenji Bebeto kwake Tyson. Sasa amegeresha Tyson, anapangua Pavel Nzila wa one-on-one situations. Tyson aligeresha uzuri, akajua tayari mpira umekwenda kwenye kamba. Alikuwa na hesabu tofauti. Pavel Nzila alijifungua Julian Metz anajisifia kuwa na UEFA na CAF A,
Leo tunamzua Madoba James Kinyanjui. Ikataa tena kwa Pavel Mzila. Wanalia kuwa ameingia kwenye nyavu yake na mbwa. Kati alimpiga kichwa Pavel. Akabaki nao kwenye mkoba. Asema mwili ulikuwa upo ndani lakini mpira amekwama. Tyson anaipata Iguma. Ibrahim Joshua anamwangalia Eric Kapaito sasa. Kapaito! Eric Kapaito. Mekato. Kelly Okonji Madada anao Kinyanjui sasa. Wana nafasi nzuri. Tyson amepigwa kasi. Foul. Crispin Erambo na hatotoka salama. Na Savi ameandaliwa. Tyson akaanza kuondoka lakini akachezewa mkasi na Crispin Erambo Otieno. Alikuwa ameweka mwili kwanza ili kuuficha mpira. Lazima utamtendea madhambi tu. Nani atanguliza? Na Igwe Samuel Semo bado shoka. Pavel Mzila takwenda kumtoa timing wakati alikuwa anakwenda kule nyuma ya ukuta, akapigiwa kule alipokuwa ametoka. Pavel Mzila, Kogalo, Musa Udu Pele, Kinyanjui, Tyson, Kenji Madada, kwake Kinyanjui, amekataa tena Pavel, shoka! Hassan Beja shoka! Amewapeleka kwenye kisima, sio kisima cha maji, kisima kinachotoa asali na maziwa. Wanaichovya kwa kutumia sindano, hawana haraka kabisa. Hii ni Ingwe sasa, Ingwe Yola ya Matere, yule ngao upendo na furaha kwake Okonji Madada. James Kinyanjui akakataa kwanza, Pavel Mzila ya pili, Hassan Beja shoka kama kwa jina lake, ametumia shoka kuwa katakata. Sasa mvinyo inaonja tamu, wanalewa na mvinyo wao wenyewe. Chakari, Hoi bin Taban wote wapo chini. Chui leo wanaondoka na ubabe, wanaipata furaha waliokuja kuitafuta. Freda Mbani lakini ilikuwa ni yake Hassan Beja shoka kisao. Bao lake limewapa alama zote tatu za maana FC Leopards, alama ambazo walizihitaji wanazipata. Tyson Otieno, mzee wa kugawa upendo na furaha, talent tupu, pasi zake ni hatari, lakini Samuel Semo Mbaja kutokea pembeni amezima kabisa mashambulizi ya Tusker kutoka pembeni. Kazi walioifanya FC Leopards ni kubwa, walikuwa na subra na kupambana mpaka dakika ya mwisho. Kutoka uwanja wa kitaifa wa Nyayo imetamatika. FC Leopards Ingwe ya Matere moja, wanamvinyo Tusker FC bila. Mekuwa na mibeki asiyepitika Ali Salim. Till next time, goodbye.